Karibu kwenye habari za ulimwengu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa wito mzito na wa kihistoria kwa Umoja wa Ulaya, akisema wazi kuwa ni wakati wa Ulaya kukua kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Kauli hii imekuja katika kipindi ambacho dunia inaingia katika enzi mpya ya mashindano ya nguvu, huku Marekani, China na Urusi zikizidi kusukumana kwenye uwanja wa ushawishi wa kimataifa. Kwa mujibu wa Macron, Ulaya haiwezi kuendelea kuishi chini ya mwamvuli wa ulinzi na maamuzi ya Marekani kama ilivyozoeleka kwa miongo kadhaa, akisema dunia imebadilika na Ulaya lazima ibadilike pia, la sivyo itabaki kuwa uwanja wa mapambano ya wengine badala ya mchezaji mkuu kwenye siasa za dunia. Kauli ya Macron haijatokea kwenye ombwe, inakuja wakati ambapo sera za rais wa Marekani Donald Trump zimeanza kuleta mashaka makubwa Ulaya, hasa katika masuala ya usalama, biashara na diplomasia. Kauli na vitendo vya Trump vimeifanya Ulaya kujiuliza swali gumu: je, Marekani bado ni mshirika wa kuaminika kwa muda mrefu? Macron amesisitiza kuwa Ulaya inahitaji uwezo wake binafsi wa kujilinda, kujigharamia na kuamua mustakabali wake bila kulazimika kusubiri idhini au mwelekeo kutoka Washington. Hii inajumuisha uwekezaji mkubwa katika ulinzi wa pamoja, teknolojia za kisasa, viwanda vya silaha na miundombinu ya kimkakati. Zaidi ya masuala ya kijeshi, Macron amegusia pia upande wa uchumi. Amesema Ulaya inapaswa kuwa na nguvu ya pamoja ya kifedha, ikiwa ni pamoja na uwezo wa kukopa kwa pamoja na kuwekeza kwenye sekta muhimu kama nishati, akili bandia na teknolojia ya kijani. Kwa mtazamo wake, Ulaya dhaifu haiwezi kuwa huru kisiasa. Hata hivyo, wito huu wa Macron haujakubalika kwa urahisi ndani ya Umoja wa Ulaya. Baadhi ya nchi wanachama, hasa zile za Ulaya Mashariki, bado zinaona Marekani na NATO kama nguzo pekee ya usalama wao dhidi ya tishio la Urusi. Kwao kujitenga kwa Marekani kunaonekana kama hatari kubwa zaidi kuliko faida. Tofauti hizi ndani ya Umoja wa Ulaya zinaonyesha changamoto kubwa zinazomkabili Macron. Ili Ulaya ikue kama anavyotaka, lazima kwanza ipate umoja wa kisiasa, jambo ambalo limekuwa gumu kutokana na maslahi tofauti, historia tofauti na hofu tofauti za kiusalama miongoni mwa wanachama wake. Lakini kwa upande mwingine, matukio ya hivi karibuni, kuanzia kauli za Trump kuhusu Greenland hadi kuongezeka kwa nguvu za kijeshi za Urusi, yameanza kuwashawishi baadhi ya viongozi wa Ulaya kwamba labda Macron ana hoja nzito. Dunia inaonekana kutokuwa na uhakika na kutegemea taifa moja kwa usalama kunaweza kuwa hatari. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanasema kauli ya Macron ni sehemu ya mapambano makubwa ya kuamua nafasi ya Ulaya katika mpangilio mpya wa dunia. Je, Ulaya itakuwa nguvu huru inayoweza kusimama katikati ya Marekani na China, au itaendelea kuwa mshiriki mdogo anayefuata mkondo wa wengine? Kwa sasa wito wa Macron umefungua mjadala mzito barani Ulaya. Ni mjadala unaogusa masuala ya utambulisho, uhuru na mustakabali wa bara zima. Jibu la swali hili halitaathiri Ulaya pekee, bali litagusa mizani ya nguvu duniani kote. Kilicho wazi ni kwamba Ulaya ipo kwenye njia panda: ama ichague kukua, kujitenga na kuchukua hatima yake mikononi mwake, au ibaki kwenye kivuli cha washirika wake wa zamani, huku dunia ikiendelea kubadilika kwa kasi. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.